Nafahamu kuna propaganda nyingi zinaandishwa kwa ajili ya kuwaondoa Watanzania kwenye msimamo ambao umetuunga mkono. Nataka niwaambie, mimi mtendaji wa chama kanda ya Victoria, walau najua mambo mengi ya chama chetu. Chama chetu kiko salama sana, salama salimini. Na viongozi wetu wote mnaowaona wanafanya ibada kubwa sana ya kujitolea. Wanajitolea kwa hali na mali. Wanatumia wakati mwingine rasilimali za familia zao. Wakati mwingine wanagombana na familia zao kwa sababu ya kukijenga chama, kwa sababu ya kupigania haki za Watanzania. Naomba Watanzania wote tuungane, na tunawashukuru mmeungana na sisi, kwanza kututia moyo, lakini pia kutambua kazi ambayo tunaifanya, na tatu, mnaendelea kuchanga. Tunaomba sana Watanzania muendelee kutuamini. Na ninapoongea hapa niko mbele ya uso mwambao wa Ziwa Victoria, ziwa kubwa kwa Tanzania, ziwa kubwa kwa Afrika. Hii ni rasilimali yetu tulipewa na Mwenyezi Mungu. Lakini tuna rasilimali nyingi sana. Tuna milima, tuna mabonde, tuna mbuga za wanyama, tuna madini aina mbalimbali. Bado rasilimali zote hizi ambazo Mwenyezi Mungu ametupa bure, bado rasilimali hizi zinaliwa na wachache. Na waomba kupitia sadaka zenu ambazo mnazitoa, tunawaahidi sisi kanda ya Victoria tutaendelea kuunga misimamo ya chama, na nitoe rai kwa viongozi, hasa wajumbe ambao wanategemea kwenda kushiriki baraza kuu la tarehe 15. Kuna propaganda na kuna watu wanajaribu kuwatafuta, kuwalagai kwa fedha, wakane misimamo ya chama. Hilo ni kosa kabisa kabisa kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Msirubuniwe, chama hiki ni kimoja, tuna viongozi tunaowaamini, wanatuongoza. Tujiandae tarehe 15, twende baraza kuu tukajenge chama chetu, lakini pia tukalijenge taifa letu. La mwisho, kuhusu haya yanayoendelea ni uongo. Wanaona namna ambayo pengine wanaweza kuwaondoa Watanzania kwenye mjadala moja wa kulileta taifa pamoja, ni kuleta propaganda ambazo wanazileta. Nataka niwaambie, sisi Chadema tusitoke, na tunawaahidi Watanzania tutakilinda imani ambao wanatuonesha, tutakilinda chama hiki, kwa sababu hiki chama kimebeba maono, kimebeba ndoto za watoto wadogo, kimebeba ndoto za wazee, kimebeba ndoto za vijana, kimebeba ndoto za wakulima, wavuvi, wafanyabiashara, wote wana ndoto kwenye chama hiki. Hakuna chama chenye ndoto za Watanzania tofauti na Chadema. Haya yanayojiri ya shambulio ya viongozi ni project ambayo imeandaliwa ili Watanzania muondolewe kwenye habari ya Oktoba 29. Vijana wetu hapa Mwanza waliuawa kikatili. Vijana wetu Kagera, Geita waliuawa kikatili. Vijana wengi wamepotezwa leo tunapoongea. Wanataka watuondoe kwenye ajenda hiyo. Ajenda ambayo imeungwa mkono na Watanzania na dunia nzima. Mnafahamu Commonwealth wameshatoa dakika siku 30 Mheshimiwa Tundu Lissu achiwe huru. Kwa naomba ni mpuuze habari, na sisi Chadema kama viongozi mtendaji mkuu wa chama kanda ya Victoria, nikishirikiana na viongozi wenzangu kwa maana ya kamati tendaji ya kanda, tutahakikisha tarehe 15 wajumbe wanakwenda na tunafanya mkutano ambao utakuwa kwa standard haijawahi kutokea. Tunakwenda kuandika historia nyingine ya kuonesha hiki chama ni cha Watanzania na sio chama dola. Kwa viongozi ambao mnazamana mnaongoza chama hiki, hasa nao wasimamia kama mtendaji mkuu kanda ya Victoria, naomba, katiba yetu iko vizuri sana. Kama una maoni ya aina yoyote ile, hatuzui kabisa, chama chetu ni cha kidemokrasia. Toa maoni yako, leta kwa viongozi, yatasikilizwa. Lakini hizi propaganda za kuanza kuchonganisha, kutuhumu viongozi, hizo kwa kweli sisi kanda ya Victoria tutaziruhusu. Na la mwisho, haya maneno wala hakuna mgogoro ndani ya Chadema. Ni watu wamezidiwa, wanaona namna ya kukimbia uwanja, namna ya kuwaondoa Watanzania kwenye mjadala, ni kuleta propaganda ambazo kwa kweli zimekataliwa na Watanzania. Na mimi nasema Watanzania tunawashukuru sana, kwa sababu nyie sio watoto wadogo, mnajua ukweli wa chama kinavyoendeshwa. Hii struggle watu wa Chadema, viongozi wa Chadema na wafananisha na wamisionari, hawalali, wanalala kwa wasiwasi, wanaogopa, wakati mwingine wanalinda maisha yao, lakini familia zao zinakuwa kwenye riski, bado wanawapigania Watanzania. Tunapoongea leo hapa Mwanza kuna zaidi ya wanachama na wananchi 20 wanashikiliwa hapa Mwanza, na tuna taarifa kwamba wanataka kupewa kosa baya kabisa ambalo halina dhamana. Geita, mwenyekiti wetu wa jimbo la Geita vijijini anashikiliwa leo, ni siku ni zaidi ya siku 16. Maeneo mengi na Tanzania nzima watu wanasumbuliwa. Hatutakubali kuona kiongozi anaungana na watesi wetu. Atachukuliwa hatua kali kabisa za kikatiba
na kwa kweli huyo tutaona kwamba hatufai, na ni vizuri wakijitokeza tutajua kwamba kumbe hawa sio